Naam, Rais Samia Suluhu ametumiwa ujumbe mkali na Tundu Lissu kutoka kwa kuta za gereza, na Tundu Lissu ametuma ujumbe huu baada ya matukio ambayo yametokea siku ya juzi na siku ya jana, ambapo CNN waliweza kufichua kuhusiana na mauaji ambayo yaliweza kutekelezwa na vyombo vya sheria nchini Tanzania, na vile Samia Suluhu aliweza kuzungumza na kuitetea tume yake aliyoichagua ya kufanya uchunguzi wa machafuko hayo ambayo yalipelekea mauaji na vifo. Sasa hivi Tundu Lissu ametuma barua, na barua ni kama hiyo unayoitazama kwenye screen yako. Lakini kabla nikuonyeshe zaidi na nikuelezee ni lini hiki ambacho Tundu Lissu amekisema, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Mazingira ya kisiasa nchini Tanzania yamezidi kuongezeka, huku ujumbe wa Tundu Lissu leo kwa Samia Suluhu ukiendelea kusambaa kutoka gereza la Ukonga na kuzua mjadala wa kitaifa mitandaoni na kimataifa kuhusu uwajibikaji wa serikali ya CCM. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, ujumbe huu wake kwa Samia Suluhu ameutuma kama ukumbusho kwamba tume zilizopita nchini Tanzania za kuchunguza mauaji ambazo zilikuwa zikiongozwa na Jaji Mohamed Chande, ambaye Samia Suluhu amemchagua tena kuchunguza mauaji na machafuko ya tarehe 29 Oktoba, anasema ya kwamba zilitoa matokeo machache awali licha ya matokeo ya kushangaza na vifo vilivyotokea. Kupitia mifano hai, ujumbe wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu unarejelea uchunguzi wa mauaji ya bonde la Ihefu wa mwaka 2006 ambao kulingana na Tundu Lissu anasema uliangukia kimya baada ya uchunguzi kukamilika. Anasisitiza kuwa mtindo huo unaweza kujirudia katika uchunguzi wa mauaji ya tarehe 29 Oktoba, akibainisha kwamba kitendo cha Samia Suluhu kuwachagua watu hao unakusudia kufichua mapungufu ya kihistoria ambayo yalipuuzwa kwa gharama ya wahanga awali. Katika kusimulia masikitiko yaliyopita, ujumbe huu wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu unaelekeza moja kwa moja kwenye tume ya taasisi za makosa ya jinai ya mwaka 2023 ambayo anaitaja kuwa tume ambayo ilimalizika kwa matokeo sifuri licha kufichua dhuluma za kimfumo. Mtazamaji, sasa ningependa nikuonyeshe barua hiyo ya Tundu Lissu na nikusomee alichokisema, lakini pia nikufahamisha kwamba Tundu Lissu amesema ya kwamba msimamo wake ni kwamba hakutakuwa na maridhiano bila ukweli na uwajibikaji au haki kutendeka, akisema ya kwamba hakuna amani bila haki. Katika ujumbe huo wake ambao umeweza kusambazwa na wafuasi wake waliomtembelea huko gerezani, nikinukuu kama unavyoitazama kwenye screen yako, iliandika ujumbe kutoka kwa Tundu Lissu: tume za uchunguzi ni dekio la uchafu wa serikali na Jaji Mkuu Mohamed Chande ndiye msafishaji mkuu wa uchafu huo. Alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa mauaji bonde la Ihefu mwaka wa 2006, matokeo yake sufuri. Alikuwa mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa vyombo vya haki jinai mwaka 2023, matokeo yake sifuri. Sasa ni mwenyekiti wa tume ya mauaji makubwa katika historia ya nchi yetu yote. Tutegemee matokeo gani? Sifuri. Hakuna maridhiano bila ukweli na uwajibikaji. Hakuna amani bila haki. Kulingana na wafuasi wa Chadema na wanaharakati, wanasema ya kwamba barua hii imetoka Ukonga Central Prison mnamo tarehe 21 Novemba mwaka 2025, ambapo wanadai ni matamshi yake Tundu Lissu. Hiyo ndio barua ambayo Tundu Lissu ameweza kuizungumzia kwa Samia Suluhu. Kwa kila kauli katika barua hiyo, ujumbe huu wa Tundu Lissu kwa serikali unasisitiza imani yake kwamba serikali inatumia tume si kwa ajili ya haki bali kudhibiti uharibifu. Anasema kuwa vyombo hivi vimetumika kwa muda mrefu kama ngao za kisiasa kuzuia umma kujifunza ama kujua ukweli, huku akitoa taswira ya shughuli na wasiwasi. Wakati wakosoaji wakizidi kupima ujumbe wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu na serikali yake kuhusu tume hiyo umezidisha ukosoaji wa Jaji Chande, ambaye Tundu Lissu anamtuhumu kuwa msafishaji mkuu wa serikali, mtu anayetumiwa mara kwa mara kudhibiti migogoro ya kisiasa kupitia ripoti ambazo kulingana na barua hiyo ya Tundu Lissu hazileti hatua. Wachambuzi wengi wa mambo wanasema ujumbe huu wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu umezidisha hasira ya kisiasa. Kwa nini hakuna aliyeshtakiwa kutokana na maswali yaliyopita ya mauaji? Licha ya kushikiliwa katika gereza la Ukonga akiwa mahabusu wa kisiasa, ujumbe huu wa Tundu Lissu ambao unaweza kusambazwa na wanaharakati na wafuasi wake wa Chadema unaendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii, ambapo wananchi wanaeleza wasiwasi kuhusu uwazi,
Hata hivyo, wafuatiliaji wa mambo wanasema kuwa ujumbe huu wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu unaonyesha hofu kubwa kwamba uchunguzi huo mpya utaiga mapungufu ya tume kongwe ambayo zilizopita kama ile ya mwaka 2006 kama anavyodai Tundu Lissu. Hoja kuu katika ujumbe huu wa Tundu Lissu kwa serikali ni kwamba hapawezi kuwa na maridhiano bila ukweli. Anasema kuwa Tanzania haiwezi kusonga mbele isipokuwa serikali iachane na tabia ya kuunda tume zisizo na haki zenye upendeleo, jambo ambalo anasisitiza mara kwa mara. Wakati mjadala huu ukiendelea, wanasiasa, wanaharakati na wanazuoni wamekuwa wakichambua ujumbe huu wa Tundu Lissu kwa serikali, hasa madai yake kwamba serikali imekuwa ikitumia mara kwa mara uchunguzi huo kusika ushahidi. Wengi wanaona ujumbe wake Tundu Lissu na Chadema kama wito wa mageuzi ya kitaasisi ambayo yangerudisha uaminifu kwa uchunguzi wa serikali. Katika kutoa wito wa uwajibikaji wa kweli, ujumbe wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu unaonya kwamba Tanzania inaweza kupoteza imani ya umma kabisa ikiwa mzunguko wa maswali bila matokeo utaendelea. Anasisitiza kuwa tume mpya ya uchunguzi kuhusu mauaji ya watu wengi huenda ikafuata mkondo ule ule wa kukatisha tamaa isipokuwa mabadiliko ya kimuundo yatafanywa. Wafuasi wa serikali wamejaribu kudharau athari za ujumbe huu wa Tundu Lissu mtandaoni wakiweza kuushambulia, lakini majibu ya wananchi wengine ambao wanamfuatilia Tundu Lissu yanaonyesha kuwa ujumbe huo umegusa hisia zao. Wengi wanaihoji kuwa wasiwasi wake ni halali, haswa ikizingatiwa ukosefu wa mashtaka baada ya majanga kitaifa ya hapo awali. Huku shinikizo likiongezeka, ujumbe wa Tundu Lissu kwa serikali ya Samia Suluhu leo umeuweka utawala katika nafasi ya ulinzi na kuzua maswali, kwa nini maswali mengi bado hayajatatuliwa. Hii imechochea mazungumzo mapana ya kisiasa zaidi kuhusu haki, utawala wa sheria na uwajibikaji wa kidemokrasia nchini Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya sheria wanasema kuwa ujumbe huu wa Tundu Lissu kwa serikali unatoa changamoto kwa serikali kuonyesha uwazi wakati huu. Wengi wanasema utawala lazima udhibitishe kuwa tume hiyo mpya sio ishara nyingine, haswa kwa kuwa ujumbe huo umefikia umakini wa ulimwengu. Mazungumzo ya hadhara yamekuwa makali tangu ujumbe wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu kuanza kusambaa mtandaoni usiku wa jana, huku wananchi wengi wakidai ushahidi wa kuchukuliwa hatua, si ahadi tu. Wanaharakati wanasisitiza kuwa haki kwa wahasiriwa wa mauaji ya watu wengi haiwezi kuahirishwa kwa muda usiojulikana kupitia taratibu za urasimu. Watetezi wa haki za binadamu wanaona kuwa ujumbe wa Tundu Lissu kwa Samia Suluhu unasisitiza uharaka wa mageuzi, kwani kushindwa mara kwa mara kuchukua hatua kwa matokeo huacha waathirika na familia zao katika hali ya sintofahamu ya kudumu. Wanahoji kwamba ukweli, uwajibikaji na haki lazima vipewe kipaumbele ikiwa uponyaji wa kitaifa utaanza. Wakati taifa likisubiri hatua nyingine ya serikali au jibu la serikali kwa Tundu Lissu, ujumbe huu wa Tundu Lissu leo kwa serikali unaendelea kutumika kama kilio cha uwajibikaji mtandaoni. Anasisitiza kuwa hakuna tume yoyote, hata ikiwa imefafanua kwa kina, ya serikali inaweza kuleta amani na haki isipokuwa wale waliohusika na mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu wachukuliwe hatua, na hivyo kuacha nchi ikitilia shaka mustakabali wa haki na uwazi. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika video ama taarifa hii. Nijuze maoni yako upande wa comment section, vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.